gani ndugu mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeli TV, nikualike katika asubuhi nyingine ya Julai 19, 2026 katika mwendelezo wetu wa tafakari hizi za asubuhi, na leo tukiwa na mada inayosema yote juu ya madhabahu. Yesu akamwambia mtu aliyetia mkono wake kulima kisha akaangalia nyuma hafai kwa ufalme wa Mungu. Luka 9 fungu la 62. Sote hatutakiwi kutumika kama Elisha alivyohudumu, wala hatuagizwi kuuza kila kitu tulicho nacho, bali Mungu anataka tumpe utumishi wake nafasi ya kwanza maishani mwetu. Kutokuruhusu siku hata moja kupita bila kufanya kitu cha kuendeleza kazi yake hapa duniani. Hatarajii kutoka kwa wote aina ile moja ya huduma. Mtu anaweza kuitwa kuhudumu katika nchi ya kigeni. Mwingine anaweza kutakiwa kutoa mali yake kwa ajili ya kutegemeza kazi ya Injili. Mungu hukubali kafara ya kila mmoja. Kuweka wakfu maisha na masilahi yake yote ndio jambo la muhimu. Wale ambao wanajiweka wakfu kwa jinsi hii watausikia na kutii wito wa mbingu. Haikuwa kazi kubwa ambayo mwanzoni ilihitajika kutoka kwa Elisha. Majukumu ya kawaida bado yalikuwa ni sehemu ya kazi yake. Inasemwa juu yake kwamba alikuwa akimimina maji katika mikono ya Eliya bwana wake. Alikuwa tayari kufanya chochote kile Bwana alichokielekeza, na katika kila hatua alijifunza masomo ya unyenyekevu na utumishi. Maisha ya Elisha baada ya kuungana na Eliya hayakuwa bila majaribu. Majaribio alikuwa nayo tele, lakini katika kila dharura alimtegemea Mungu. Alijaribiwa kufikiria nyumba ambayo alikuwa ameiacha, lakini jaribu hili hakulitilia maanani. Akiisha kutia mkono wake kulima, aliazimu kutokurudi nyuma, na kupitia katika majaribio na maonjo alithibitika kuwa mwaminifu kwa dhamana yake. Elisha alipokuwa akiandamana na nabii huyo, imani yake na kuazimu kwake vilijaribiwa tele. Kule Gilgali na tena katika Betheli na Yeriko alialikwa na nabii apate kurudi nyuma, lakini asingeweza kuchepushwa kutoka katika kusudi lake. Eliya akamwambia Elisha, omba kwangu lolote utakalo nikutendee kabla sijaondolewa kwako. Elisha hakuomba heshima ya dunia au mahali pa juu miongoni mwa watu mashuhuri wa dunia. Alichokitamani sana kilikuwa ni kiwango kile kikubwa cha roho ambaye Mungu alikuwa ametoa kwa wingi kiasi kile kwa yule ambaye alikuwa anakaribia kuheshimiwa kwa kuhamishwa. Alijua kwamba hakuna chochote isipokuwa roho iliyokuwa imekaa juu ya Eliya ingeweza kumfanya kufaa kujaza nafasi ile katika Israeli ambayo kwa hiyo Mungu alikuwa amemuita, na kwa hiyo aliomba na kuomba sehemu maradufu ya roho yako na iwe juu yangu. Naam, ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeli TV, hakika tafakari yetu ya leo ya asubuhi ambayo inasema yote juu ya madhabahu, kwa hakika tunapewa kisa cha nabii Elisha, nabii ambaye kwa hakika hakurudi nyuma pale ambapo alipokea
wito ambao Mungu alimpatia. Wakati mwingine alipewa wito na Eliya wa kurudi nyuma, kumwacha Eliya aende zake, nabii abaki Elisha, lakini kamwe Elisha hakurudi nyuma. Maadamu alijua kwamba Bwana alimwita ili awe nabii katika taifa la Israeli, kukava nafasi ya Eliya, Elisha hakurudi nyuma. Jambo la msingi ni kwamba sio kwamba hakupata majaribu, hapana, alikuwa na majaribu mengi, lakini bado hakurudi nyuma. Yawezekana rafiki unanisikiliza kupitia chaneli hii ya UoN TV, kuna mambo unatamani kuyafanya, lakini wakati mwingine majaribu, changamoto vinakurudisha nyuma. Wakati mwingine marafiki, ndugu, jamaa wanakukatisha tamaa kwa kile ambacho unatamani kukifanya, lakini jambo la msingi, hebu iga imani hii ya nabii Elisha, usirudi nyuma. Muombe Mungu akusaidie, nawe utaimarika. Bwana akubariki katika tafakari ya leo. Kubariki tena hapo kesho katika tafakari ya asubuhi. Bwana azidi kukubariki.